Mimi ni Haji Said Salum, msimulizi wa alama za zamani. Leo nakualika usafiri nami kwenye mishipa ya chuma ya Afrika Mashariki. Tutapita kwenye milima iliyobomolewa kwa mikono ya wanadamu na mabonde yaliyoshuhudia jasho, damu na maono ya ukombozi. Kazi yangu si kukusimulia historia pekee, bali ni kukupeleka hadi kwenye vumbi la kile kipindi ili usikie mshindo wa nyundo zilizogonga vyuma hivi miaka miongo iliyopita. Funga mkanda wa fikra zako, huu ni wakati wa kuisikiliza Reli ya Kati na Reli ya Tazara. Kwenye tumbo la ardhi ya Afrika Mashariki kuna mishipa ya chuma iliyopigwa kwa jasho, damu na maono. Hii si miundombinu tu ya kusafirisha mizigo, ni ramani za ndoto za vizazi na vizazi. Hapa ndipo ubeberu ulipoweka alama yake, na hapa ndipo uhuru ulipojenga daraja lake. Hii ni simulizi ya majitu mawili ya chuma, yaani Reli ya Kati na Reli ya Tazara. Mnamo mwaka 1905, pwani ya Dar es Salaam ilishuhudia mwanzo wa mmomonyoko wa chuma. Wajerumani wakiongozwa na ulafi wa malighafi walichimba ardhi na kutandaza mita moja ya chuma kuelekea machweo ya jua. Kila shoka lililopigwa, kila msumari uliogongwa ulikuwa ni kilio cha kijasho cha Waafrika waliolazimishwa kubeba msalaba wa maendeleo ya mkoloni. Kutoka mawimbi ya Hindi hadi ufukwe wa ziwa Tanganyika, kule Kigoma, kilomita zaidi ya 1000 zilitoboa misitu na kupasua miamba. Reli ya Kati haikuwa tu njia ya usafiri, ilikuwa mrija wa kunyonya utajiri wa nchi kwenda ng'ambo. Lakini baadaye mikono ya Watanganyika wenyewe ilitoa usukani wa kuifanya reli hii kuwa mshipa wa uzima wa uchumi wa taifa. Mpaka kufikia miaka 1960, nchi ya Zambia ikiongozwa na aliyekuwa rais wake Kenneth Kaunda ilifungiwa milango na utawala wa makaburu. Nchi hiyo haikuwa na bahari wala njia ya kupumulia. Hapo ndipo moyo wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ulipopiga kwa ushujaa, wakati mataifa ya magharibi yakipuuza na kusema haiwezekani. Jamhuri ya Watu wa China ilinyoosha mkono wa ushirikiano mpaka kufikia mnamo mwaka 1970 kazi ya kishujaa ilianza. Tazara, reli ya uhuru, yani Freedom Railway, ilianza kuchongwa. Haukuwa ujenzi wa kawaida, ulikuwa vita dhidi ya mazingira, kwani wataalamu wa Kichina na kibarua cha Waafrika walipambana na mbu wa mbuga ya Seru. Walitoboa handaki 23 kwenye milima ya Udzungwa na kujenga madaraja zaidi ya 300. Kwa kutumia kipimo cha Cape Gauge, Tazara haikuunganisha tu Dar es Salaam na Kapirimposhi, ilifungua vifungo vya kijiografia na kuwa ngome ya ukombozi wa kusini mwa Afrika. Reli mbili, zama mbili na maono mawili. Moja ilizaliwa kwa shoka la ukoloni, moja ikachongwa kwa upendo wa ukombozi. Moja ilibeba pamba na sisi za Mjerumani, lakini nyingine ikabeba shaba na matumaini ya Mwafrika. Zote mbili zilikuwa na zinabaki kuwa misingi iliyoshikilia historia ya usafirishaji wa taifa. Leo hii upepo wa nyakati unavuma tena. Katika mwangaza wa karne ya 21, reli ya kisasa, yani SGR, inachukua nafasi yake, ikifuata nyayo zile zile zilizochongwa na babu zetu. Lakini chuma cha zamani kamwe hakitasahaulika, kwani treni zitapita, teknolojia zitabadilika, lakini mwanga wa reli za zamani utabaki ukivuma kwenye mabonde na milima wetu. Reli ya Kati na Tazara si historia iliyozikwa, ni alama za kishujaa zilizoandikwa kwa chuma kwenye udongo wa Afrika. Upepo wa nyakati uvume utakavyo, na teknolojia ibadilishe sura ya dunia, lakini vyuma hivi haviwezi kusahaulika. Reli ya Kati na Reli ya Tazara si tu mistari miwili ya chuma iliyotandazwa ardhini. Hivi ni vitabu vya historia vilivyoandikwa kwa jasho, damu na maono.
Moja ilitukumbusha maumivu ya minyororo ya ukoloni, nyingine ikatuonyesha nguvu ya ukombozi na undugu wa Afrika. Leo tunaposhuhudia miundombinu ya kisasa ikichipuka na treni za umeme zikitembea kwa kasi ya ajabu, lazima tukumbuke kuwa sisi ni mti wenye matawi yanayogusa anga, lakini mizizi yetu ipo kwenye udongo huu ulioshikiliwa na reli hizi za zamani. Naam, mimi ni msimulizi wako Haji Salum. Tukutane tena kwenye ukurasa mwingine wa historia na alama zilizotengeneza. Jumaa Mubarak, wabillahi tawfik.